Amen, amen. Karibu katika somo hili la Yusufu akafanikiwa. Haleluya. Tunataka tujifunze kitu kutokana na Yusufu, historia ya Yusufu, mtoto wa mwisho wa Yakobo. Sasa Yusufu alikuwa ni mtu ambaye Mungu alimchagua kwamba kupitia yeye taifa la Israeli litakuja Misri, na hapo ndipo taifa lenyewe litakapokuwa, lakini litapitia kwenye utumwa wa miaka 400, na baada ya miaka 400 Mungu atawatoa na kuwapeleka kwenye nchi ambayo alivyomwahidi Abrahamu. Sasa tangu mwanzo Mungu alikwisha kuzungumza na Yusufu kupitia ndoto na kumwonyesha yale yote ambayo anataka kuyafanya kupitia yeye, kwamba Yusufu angekuja kuwa mtawala, angetawala na ndugu zake. Sasa ndugu zake na wazazi wake walijua, kaka zake hawakupenda. Kwa hiyo ukisoma kwenye Mwanzo 38 utaona ndugu zake walipomuona amewaendea kuangalia walipokuwa wakichunga, walidhamiria kabisa kwamba wamuue, lakini ndugu zake wale wakubwa hawakutaka hilo jambo. Mwisho wa siku aliuzwa, akaenda utumwani Misri. Sasa somo letu linaanzia hapa, kwamba huyu ni mtu wa Mungu, amechaguliwa na Mungu kwa ajili ya kusudi la Mungu. Adui alipojua kusudi la Mungu hakutaka liweze kutimia. Kwa hiyo aliwatumia ndugu zake kuhakikisha ya kwamba mipango ya Mungu haifanikiwi. Lakini wote tunafahamu kwamba Mungu akishadhamiria jambo, akishapanga kitu, mwanadamu anaweza akajaribu kuchelewesha, lakini hawezi kuua hicho kitu kwamba kisifanyike. Ni lazima mpango wa Mungu utimie. Wako kwa mfano wakina Musa. Musa alitakiwa kuwatoa wana wa Israeli kutoka utumwani baada ya miaka 400, lakini Musa akafanya kosa, akaua mtu, akakimbia. Kwa hiyo wana wa Israeli wakaja wakatoka baada ya miaka 430 kwa kosa la Musa. Kwa hiyo aliweza kuchelewesha, lakini mpango wa Mungu ulibaki pale pale kwamba ni lazima awatoe. Haleluya. Okay, sasa hatupo huko, tupo kwa Yusufu. Yusufu anauzwa kwa Waishmaeli. Waishmaeli nao wanakwenda kumuuza Misri. Sasa tunaanza Mwanzo 39 kuanzia ule mstari wa kwanza. Nasema hivi: basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa, ofisa wa Farao, mkuu wa askari walinzi, mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa hao Waishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Okay. Jambo la ajabu kuhusiana na historia ya Yusufu ni kwamba Biblia inasema alistawi. Yusufu alistawi. Kwanza, huyu ni mtumwa asiyelipwa. Haleluya. Hakuna mshahara, kwa sababu ni mtumwa, amemnunua aje afanye kazi bure. Ni mtu ambaye Mungu alikuwa na mipango naye,
na shetani kwa vile hajui mipango inaenda kutimia wapi, basi akasababisha kwamba auzwe. Kule alipokwenda ni utumwani. Neno linasema Bwana akawa pamoja na Yusufu. Sasa hiyo ndio pointi ya muhimu, kwamba Mungu mwenyewe alikuwa pamoja na Yusufu. Alikuwa pamoja naye wapi? Utumwani, kwenye utumwa. Ndio, haijalishi ni wapi, ni sehemu gani, hakuna mahali ambako Mungu hayupo. Daudi anasema hata ningeweka kiti changu kuzimu, huko na penyewe upo. Sasa huyu ni Mungu, hakuna mahali ambako yeye hayupo. Usifikiri kuna mahali popote utakwenda alafu Mungu utamwacha. Usifikiri kwa sababu kuna changamoto unapitia basi Mungu kakuacha. No, tangu umempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hakuna siku moja ambayo Mungu alikuacha. Uwe unahisi, uwe hauhisi, Mungu yupo na wewe. Kwa sababu watu wengine wanatembea kwa hisia. Sasa hivi anahisi kama Mungu yupo na yeye. Baadaye akijisikia vibaya anahisi Mungu kamwacha. Kwa hiyo inabidi amuombe Mungu arudi. Mungu hayupo hivyo. Hana huo mchezo wa namna hiyo, kwamba anakuja alafu anaondoka. No. Mstari wa pili wa Mwanzo 39 unasema Bwana akawa pamoja na Yusufu. Alikuwa naye pamoja wapi? Utumwani. Naye akastawi. Naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Amen. Sasa kilichokuwa kinamfanya Yusufu kustawi, tutaangalia kustawi ilikuwa na stawi kwa namna gani. Kilichomfanya Yusufu kustawi ni kwa sababu Bwana Mungu alikuwa pamoja na Yusufu. Okay. Kinachotufanya tustawi sisi ni Mungu kuwa pamoja na sisi. Kama upo mwenyewe ndio sababu haustawi. Ila kama upo na Mungu, kustawi ni lazima, au ndio maana unastawi. Sasa alistawi vipi? Ngoja tuangalie alafu tuweze kuendelea mbele. Mstari wa 3. Bwana wake, yani Potifa, akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Tutulie kwanza hapa. Potifa hakuwa anamjua Mungu wa Yusufu. Lakini alipoona kila kitu ambacho Yusufu anafanya kinafanikiwa, akagundua ya kwamba Bwana Mungu yupo na Yusufu. Kwa hiyo tunapozungumza kustawi ni pamoja na kufanya kila kitu na kufanikiwa. Kama kuna mambo unayafanya hayafanikiwi, basi wewe haujastawi. Narudia tena. Bwana alikuwa pamoja na Yusufu naye akastawi. Kama kila unachokifanya hakifanikiwi, ina maana wewe haustawi. Na sisemi kwamba haufanikiwi kwa sababu Bwana hayuko pamoja na wewe. Ninasema ya kwamba haufanikiwi kwa sababu haujui ya kwamba Bwana yuko pamoja na wewe. Yusufu alijua. Na tunavyoendelea tutaona. Nitakuonyesha mahali akiwa anajua. Hata Potifa mwenyewe alijua. Sasa kama Potifa ambaye alikuwa hamuabudu Mungu ambaye Yusufu alikuwa anamwabudu alijua, ina maana Yusufu alikuwa anajua Mungu yuko pamoja na yeye. Na hata alipokuja kukutana na ndugu zake waliomuuza, alizungumza habari za Mungu kwamba Mungu alikuwa pamoja na mimi. Amen. Hata huko utumwani mliponiuza, Mungu hakuniacha, alikuwa pamoja na mimi. Kwa hiyo Yusufu, kwa kuwa Mungu alikuwa pamoja na yeye, Yusufu kila alichokuwa anafanya kilistawi. Hakuna ambacho
kilifeli, hakuna ambacho kilikufa. Na Potifa akagundua ya kwamba Bwana yuko pamoja na Yusufu. Aligunduaje? Kwa sababu Bwana alifanikisha, sio Yusufu, Bwana alifanikisha mambo yote mkononi mwa Yusufu. Kwa hiyo Yusufu akiwa anafanya kazi za kitumwa alizopewa na Potifa, Bwana alikuwa anatumia mikono ya Yusufu kufanikisha. Kwa Yusufu akishika chochote, kama ameambiwa hii mifugo hii, hawa ng'ombe wa maziwa wewe ndio utasimamia, basi wale ng'ombe wa maziwa kama walikuwa wanatoa lita 1, basi walikuwa wakaanza kutoa lita 10, mpaka Potifa agundue kwamba hapa kuna kitu, hapa Mungu yupo. Ni kwa sababu haikuwa kawaida. Kama ni maziwa, basi alikuta ng'ombe wa lita 1, ina maana alienda lita 10, kwa sababu haikuwa kawaida mpaka mpagani aseme huyu kijana yuko na Mungu. Pengine alipomweka kwenye ng'ombe, akaona ng'ombe wanatoa maziwa mengi, akaona ngoja nimchukue nimpeleke kwenye hao farasi. Alipompeleka kutunza farasi wake, ghafla farasi wameanza kuwa wakubwa, wameanza kuongezeka, wameanza kuwa na nguvu, wameanza kuwa wazuri. Akajua huyu Bwana Mungu yuko pamoja naye, kwa sababu mkono wa Yusufu ukigusa kitu, hicho kitu kinafanikiwa. Okay, ngoja tuendelee mstari wa 4 tuone. Nianzie wa 3 niende wa 4. Bwana wake, yani Potifa, akaona ya kwamba Bwana, yani Yehova, Bwana herufi kubwa hii, Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka kuwa msimamizi wa nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mkononi mwake. Amen. Mstari wa 5. Ikawa tokea wakati alipomweka kuwa msimamizi wa nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Misri, yule Potifa, kwa ajili ya Yusufu. Baraka za Bwana zikawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. Amen. Mstari wa 6. Akaacha yote yale aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu, wala hakujua habari ya kitu chochote chake ila hicho chakula alichokula tu. Sasa unaona, Bwana alikuwa pamoja na Yusufu. Kwa hiyo Bwana akabariki chochote ambacho Yusufu anafanya. Bwana alikuwa na Yusufu, alafu Yusufu akafanikiwa. Kwa hiyo akafanikiwaje? Bwana alibariki kila kitu ambacho Yusufu anafanya. Yusufu akigusa kazi hii, hiyo kazi inakuwa nzuri kupitiliza. Ndio maana anasema alifanikiwa. Yusufu akiwekwa asimamie biashara, hiyo biashara inakuwa tofauti na ilivyokuwa. Inafanikiwa sana. Bidhaa kama ni kuuza, zinauzika zote, zinaisha. Kama ni shambani, ina maana mavuno yanakuwa mengi sana, kwa sababu Yusufu ndiye ameambiwa asimamie. Sasa kwa sababu hiyo, Biblia inasema Yusufu akapata neema machoni pa Potifa. Kwa nini alipata neema? Kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye. Alimfanikisha katika mambo yote. Kwa hiyo akamfanikisha pia kupata upendeleo kutoka kwa Potifa. Haleluya. Mstari wa 4 unasema Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka kuwa msimamizi wa nyumba yake, na yote aliyomo akaweka mikononi mwake. Nikwambie, sio tu kwamba Mungu alikuwa anafanikisha kila kitu ambacho Yusufu anafanya kama mtumwa, ila Mungu pia alisababisha Yusufu akatoka kuwa mtumwa wa kawaida
akawa ni msimamizi wa nyumba yote ya Potifa. Hakukubali abaki katika utumwa. Hakukubali abaki chini. Huyu ni mtoto wake. Sawa, yuko utumwani, haina shida. Mungu habanwi na mazingira ili kumfanikisha mtu. Singizia unavyotaka kusingizia. Ongea unavyotaka kuongea. Watu wazungumze wanavyopenda kuzungumza. Lakini ukweli ni mmoja tu. Hakuna mazingira ambayo ni magumu kwa Mungu kumfanikisha mtu. Nakupe mfano. Abraham yupo na Lutu. Wachungaji wao wamegombana. Abrahamu akamuita Lutu kwa sababu ni mtoto wa kaka yake. Akaambia haina haja si kugombana. Chagua upande utakaoenda. Ukienda kushoto mimi naenda kulia, ukienda kaskazini mimi naenda kusini, ukienda mashariki mimi naenda magharibi. Chagua. Lutu kutokea pale alipokuwa na Abrahamu akaangalia upande ambao una majani, maji na malisho mazuri. Ni eneo kama vile bustani ya Mungu, upande wa Sodoma, Yordani. Kwa hiyo akaelekea huko, sehemu nzuri. Kwa akamwachia Abraham sehemu ambayo sio nzuri, kame. Amen. Ya Lutu akaenda huko, Abrahamu akabaki kwenye eneo ambalo ni kame, kavu. Nani aliyefanikiwa zaidi ya mwenzake? Abrahamu ndiye aliyefanikiwa na kutajirika zaidi kuliko Lutu aliyekimbilia sehemu nzuri. Kwa nini? Kwa sababu Bwana yuko pamoja naye, kwa hiyo haijalishi mazingira ambayo yupo. Kinachojalisha ni swala la Bwana kuwa pamoja na yeye. Tutaangalia kadri tunavyoendelea na somo hili. Amen. Sasa Yusufu yuko utumwani. Si kwa sababu upo utumwani basi hauwezi kufanikiwa. Mungu akiwa na wewe, iwe ni utumwani, iwe ni wapi, popote utakapokuwa, ni lazima utafanikiwa. Chochote ambacho utagusa kwa mikono yako kitafanikiwa. Sasa kwa nini watu wa Mungu wapo na Mungu lakini hawafanikiwi? Ni kwa sababu hawajui kwamba Mungu yupo pamoja na wao. Na hata wale wanaojua hawatilii maanani ya kwamba Mungu yuko pamoja na wao. Yusufu alijua Mungu yuko pamoja na mimi. Kwa sababu ya Yusufu kujua, ilimsababisha Mungu kuweza kumsaidia, kuweza kufanya. Biblia inasema kwamba Mungu alifanikisha mambo yote mikononi mwa Yusufu. Mungu alitumia mikono ya Yusufu kufanikisha kwamba kila kitu ambacho Yusufu utashika nitakifanikisha mimi Mungu. Kwa hiyo nguvu za Mungu zilifanya kazi kupitia Yusufu. Kwa hiyo sio Yusufu, ilikuwa ni Mungu kupitia Yusufu. Waulize watu wengi, hata Wakristo wenyewe, wanaamini ni wao wanapambana na kufanikiwa. Hicho ndio wanachojua, kwamba wanapambana, kwamba wanajituma, kwamba wanafanya kazi sana, ndio maana wanafanikiwa. Kila mtu tuambie ni kwamba ninapambana. Hakuna mtu anayesema kwamba ni Mungu ndiye anayenisaidia, ni Mungu ndiye anayefanikisha hii biashara ninayofanya, ni Mungu. Hakuna mtu anataka kukubali kwamba ni Mungu. Kila mtu anataka kuonekana kwamba anapambana, anajituma, anafanya vizuri sana, halali na vitu vya namna hiyo. Lakini neno unatuambiaje ya kwamba Mungu alifanikisha mambo yote mkononi mwa Yusufu? Sasa tunataka kufanikiwa, lakini tunachopaswa kujua cha kwanza, Mungu yuko pamoja na sisi. Kwa hiyo Mungu ndiye atakayefanikisha mambo yote mikononi mwetu. Kila tunachokifanya ni Mungu atafanikisha. Kama alifanya kwa Yusufu, atafanya kwangu
na atafanya kwako. Cha muhimu ni hiki: tutambue ya kwamba Mungu yuko pamoja na sisi kama Yusufu alivyotambua, ndipo watu wengine ulimwenguni watatambua kwamba Mungu yuko pamoja na sisi. Na kwa sababu hiyo, tukishatambua kwamba Mungu yuko pamoja na sisi, kila kitu kitafanikiwa. Na kadri kinavyozidi kufanikiwa, ndivyo na watu wengine wanagundua kwamba sisi tupo pamoja na Mungu. Na ndivyo tunavyozidi kupata neema kwa kila mtu na katika kila kitu. Haleluya. Basi tutakutana katika sehemu ya pili ya somo hili, Yusufu akafanikiwa. Amen.